Inaweza ikawa ni vigumu sana kuendelea kuzungumzia hili swala au kuanza kulizungumzia hili swala kwa sababu bado ni rumors ambazo hazijathibitishwa mahali kokote, whether na Simba Sports au na Zubeda mwenyewe. Kwa hiyo kama ni kweli Zubeda ambaye ni CEO wa muda ndani ya kikosi cha Simba ni kweli anataka kujiuzuru au ni tetesi tu ambazo zinavumishwa, kwa sababu hata jana usiku zilikuja story kwamba Mohamed Dewji hayuko happy na hichi kilichofanywa na Simba kumrecruit Mwalimu Pandev. Kwa hiyo inawezekana ni story ambazo bado zinaendelea kutengenezwa. Kama unavyofahamu mitandao ya kijamii na nguvu kubwa sana, na ni story about kuwa pressurized. Viongozi wa Simba wanakuwa pressurized maybe kuangalia reaction zao baada ya kuwa wamewekwa kwenye pressure. So I think tunapaswa kujipa muda kuona kama ni kweli Zubeda anajiuzuru nafasi yake ya kuwa kuwa CEO wa Simba au anaendelea kuwepo. Lakini lisemwalo lipo, na kama halipo liko njiani linakuja, kwamba kama itakuwa kweli anajiuzuru, sababu inayotajwa ni kwamba hashirikishwi kwenye maamuzi. Hili jambo linawezekana likawa lina usahihi, kwa sababu unaangalia aina ya watu walioko pale juu. Ukiangalia tone anayoitumia kuzungumza Mangungu anapokuwa anaongea na vyombo vya habari, aina ya majibu anayokuwa anayatoa, unaona ni mtu wa namna gani. Lakini unamuona mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mzee Crescentius Magori ni mtu ambaye amewahi kuhudumu kwenye hiyo nafasi. So sometimes anafanya vitu kwa experience ambayo tayari ameshakuwa nayo. Najua hii ni nafasi ya CEO wa klabu anapaswa kufanya. Inawezekana ule binadamu, kwa sababu yeye anajua amewahi kuhudumu kwenye hiyo nafasi kwa mafanikio, akaamua kufanya tu kitu ambacho kinaleta ukakasi kwa mtu ambaye anayejitambua na anayesimamia weledi, anayejua thamani yake ni ipi. Ukimfanyia maamuzi mara mbili mara tatu atakuacha tu nafasi yako. So sio kitu kizuri ambacho wana Simba wanapaswa kukifurahia, na wanapaswa kuomba dua pia kisiwepo, iwe tu ni rumors ambazo hazina ukweli wowote. Lakini kama kweli Zubeda ataamua kuondoka ndani ya kikosi cha Simba kwa sababu kuna kutokushirikishwa kwenye maamuzi, hii itakuwa inaleta taswira mbovu zaidi, kwa sababu yeye kama mtendaji mkuu wa taasisi anapaswa kufanya kila kitu. Lakini kama inafikia hatua mtendaji mkuu wa taasisi hataarifiwi ni kitu gani kinachokuwa kinafanyika, maana yake kuna tatizo kubwa sana la kiuongozi ambalo linaweza likapelekea Simba kila siku atakuwa analaumiana tu, kwa nini hatufanikiwi, kumbe kwenye uongozi wao ndio sehemu ambayo ni chanzo cha timu yao kutokufanikiwa. So tujipe muda tuone Zubeda ataendelea kuwepo au ataondoka. Akiondoka tutafahamu, na asipoondoka vile vile tutafahamu. Kwanza kusema Pandev hana vyeti tunakosea. Pandev vyeti anavyo. Simba sio ndio wazimu kwamba wanaweza wakamrecruit mwalimu ambaye hana vyeti. Vyeti anavyo. Ana UEFA license A, kwa maana ya kwamba chama cha soka barani Ulaya kinafahamu ubora wake. That's why walimpa hiyo leseni ya kuonyesha kwamba ana elimu ya ukocha kwa grade A. Lakini tunapokuja kwenye soka la Afrika ni kwa sababu tu za siasa za mpira za hivi vyama viwili, UEFA na CAF, kutokuwa kwenye conditions nzuri za kimaelewano, ndio iliyopelekea kwanza kuwekeana vigezo kwamba huyu asipokuwa na level hii ya elimu hatafundisha kwenye soka letu. Na hii imekuja mara baada ya UEFA kuwa hawatambui kabisa, yani hata wewe uwe na nini umesoma kwenye ngazi ya CAF kule kwa haufanyi kazi. Kwa hiyo na wao CAF wakaona sasa ili na sisi tujipe thamani, atakayekuwa amesoma UEFA hata awe na A hatafanya kazi kwenye mpira wetu. Kwa hiyo ni issue za kisiasa, siasa za mpira ndizo ambazo zinazofanya kazi. Lakini kwa maana ya vyeti anavyo ambavyo kwa mujibu wa utaratibu aliojiwekea CAF hana kigezo cha kukaa kwenye benchi kwenye mashindano ya CAF. Ili awepo pale kwenye benchi ya mashindano ya CAF ni lazima awe na UEFA Pro license, kitu ambacho ni license ambayo imeanza kutolewa almost ndani ya hii miaka 5 ya hivi karibuni ndio imeanza kutolewa. Kwa hiyo kwa maana ya elimu na vyeti anavyo, lakini zile siasa za mpira za kuwekeana mkono hili hivi ndio kilichopelekea anakosa hivyo vigezo, na ambacho anatakiwa kufanya fresher course ambayo itamupgrade aje
kufikia kwenye hivyo vigezo. Kwa hiyo kama Zubeda anataka kuondoka eti kwa sababu Simba wamemrecruit kocha ambaye hana vigezo vya kukaa kwenye benchi la klabu ya Simba pale itakapokuwa inashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, sidhani kama itakuwa ni kwa sababu hana vyeti, itakuwa ni kwa sababu hakushirikishwa. Hili ndio jambo la msingi, kwa sababu kama hakushirikishwa kwenye kumtafuta huyu mwalimu, maana yake yeye ni mfanyakazi hewa ambaye hana mamlaka au hana maamuzi yoyote ndani ya klabu. Kwa hilo nitamuelewa. Lakini kama eti ameshirikishwa halafu awe pembeni kwa sababu wamemleta kocha asiyekuwa na leseni ya kumruhusu kukaa kwenye benchi la ufundi la Simba pale watakapokuwa wanacheza mashindano ya kimataifa, atakuwa anakosea pia.